Karibu tena kutufata hapa kwenye studio yetu kwenye huduma ya Centre de la Parole Lumière du Monde kwenye kipindi yetu ya usiku njema. Mimi ni wako Ale Ilombe na niko pia membre wa Centre de la Parole. Tunashukuru tena kuwa hapa na mtumishi wa Mungu Josue Leta Neno, naye pia iko membre wa Centre de la Parole. Mungu akubariki sana baba. Asante sana evangeliste. Nashukuru Mungu sana kwa kukutanika tena ndani ya studio. Ndio. Kwa jioni ya leo. Leo siku ya Mungu kama wanavyosema katika Kiswahili chetu cha hapa Bukavu. Ndio. Tarehe 12 ya mwezi wa 7. Aksanti. Na tunakuwa kwenye ikipindi yetu ya usiku njema. Na ikipindi inaenda na andiko moja ambayo ni ya Zaburi 4 na mstari wake wa 8 ambayo inasema, nitajilaza kwa amani kwa maana Bwana yu salama yangu. Usiku wa leo wa siku ya Mungu, leo iko leo dimanche le 12 juillet. Mungu akufinike na awalinde wewe na familia yako. Tunatakia usiku njema, ila ya kwamba kwa huo muda tunatafuta ya kwamba tusikie neno la Mungu kutoka kinywa chake. Mtumishi wake Josue Leta Neno atakuwa anakaribia na atupatie neno la Mungu. Fata maneno ya Mungu na kweli utabarikiwa. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana evangeliste. Ndio. Na nashukuru tena Mungu kwa kutanika ndani ya studio kwa jioni ya leo. Ndio. Na tutazungumza neno ya Mungu kwa pamoja katika kitabu kia Marko sura 10 mstari wa 46 yake. Ndio. Biblia inasema hivi. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko, ndio, pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Amen. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, ndio, alianza kupaza sauti yake na kusema, haleluya, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Haleluya. Na wengi wakamkemea ili anyamanze. Lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa jioni ya leo tulitaka tuzungumuzie sana katika kitabu kia Marko. Ndio. Ambao Yesu amekuwa akitembea katika mji fulani. Ndio. Na wakati alipokuwa katika njia, alikutanana na mtu mmoja ambaye alikuwa kipofu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme yule mtu alikuwa akiombaomba kando kando ya njia. Ndio. Amen. Lakini wakati aliposikia habari za Yesu wa Nazareti, hakulomba tena kama vile alikuwa analomba pesa. Amen. Lakini akaanza kulalamika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile kulalamika yake watu wakamkataza. Ndio. Amen. Lakini hakunyamaza kwa sababu alikuwa na uchungu wa upofu wa maisha yake. Haseme akalalamika, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Ndio. Lakini watu wakafanya nini? Wakazidi kumkataza. Na wakati watu walimkataza, ndipo aliongeza sauti na kusema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Aseme Yesu mahali alipokuwa akasikia ile sauti, akasema, muniitie ule mwenye iko na niita mujina ya kitofu, Mwana wa Daudi muniitie naye. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ase na wale ambao walikuwa akimkataza asiite Yesu wakafanya nini? Wakamwambia, jipe moyo, anakuita. Na kwa magharibi ya leo, ndugu mpendwa, nitaka kukuambia ya kwamba usiache kulalamika. Ndio. Katika huduma unayofanya usiache kulalamika. Ndio. Katika ministeri ambao Mungu aliumba ndani mwako usiache kulalamika. Amen. Inawezekana unapenda sana upande kiwango ya huduma ambao unayokuwa nayo, lakini dunia inafanya nini? Imeanza kukunyamazisha. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inawezekana Mungu alikuumba na karama ya kusaidia binadamu, lakini vita unayopitia katika maisha inatuma usahabu kufanya tena kazi ambayo Mungu alikuitia. Lakini kwa jioni leo nakwambia, lalamika kama Bartimayo. Endelea kufanya kazi gisi ipasavyo kama Bartimayo. Mtu asifanye nini? Asikukataze. Bwana Yesu asifiwe sana. Usinyamanze.
Amen. Mungu anaweza kuumba kuwa muinjilisti, lakini unakosa mahali ambapo utafanyia kazi ya injili. Lakini Mungu anasema nini? Kwa kiwango alichokupatia usikiweke ndani ya budongo. Tumikisha ile moya talanta uliopewa, ili kesho ikue 2, ikue 3 na ikue 5. Usudi Bwana wa kazi wakati atakapokuja atakulipa zaidi ya ile uliokuwa nayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pasipo kulalamika ya Bartimayo, upofu ngimubakia mpaka leo. Na ngiingia ndani ya kaburi na akiwa kipofu. Lakini alijua njia moya ya kupona hapa, kwa sababu nasikia kwamba mponyeshaji iko anapita. Kumbi ni mlalamikie na mimi anione kwa jioni ya leo, ili upofu upate kunitoka. Na wewe mahali unapokuwa kwa jioni ya leo, lalamikia Yesu. Amena. Lalamikia Yesu mahali anapokuwa. Yule aliyepewa talanta 10, kama una talanta moja, tumikisha tu ile yako. Amen. Kwa maana najua katika maisha ya wokovu unaweza tumikisha talanta yako vizuri sana, na yule aliye na 10 anatamani na ile yako moja. Ndio shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tunaposoma maandiko matakatifu, kitabu cha Samueli wa pili 12:1 inasema nini? Ndio. Aseme kulifikia wakati mfalme Daudi alitamani sana kukamata mke wa Uria. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme wanawake wote angeliweza kuwa nao kwa sababu yeye ni mfalme. Ndio. Lakini yule Uria alikuwa tu na mke mmoja, na Daudi akamkamata. Wewe una vipawa mingi, una huduma, una nguvu, una kazi, una mamlaka, lakini yule ambaye anakuwa na huduma moja tu na upenzi ifanya kazi, unapenda ufanye nini? Uizimishe. Lakini kwa jioni ya leo, wewe unayekuwa na ile moya, na kuambia ya kwamba endelea kulalamika. Endelea kulalamika, kwa maana sisi maandiko yanatuambia wakati dunia itakapokukataza usifanye kazi ya Mungu, ndipo Mungu atakudeklare uliacha kazi kwa sababu gani? Kwa maana Biblia inasema mkitabu cha Petro, hata wale waliotutangulia walipata vita ya huduma, lakini hawakuacha. Ndio. Unaposoma Matendo ya Mitume 4:18 aseme wanaitisha Petro na Yohana katika baraza. Wanaanza kuwaambia, tunawaamuru tangu saa hii hatupenzi tena ile jina ya Yesu iendelee na semeka huko. Hatupenzi muhubiri tena kwa vile vya Biblia yenu vya kuambia vya jina la Yesu. Lakini Petro anawaambia, eske ni vema kweli tuwatii nini kuliko kutii yule aliyetuita kukazi? Mambo ambayo tuliona na macho yetu tunaweza kosa kuishuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ambao ulipewa na ambayo unajikuta ya kwamba hii na mie njoo wito yangu nilipokea, kwa nini utaacha kuitumika? Usiache. Endelea kulalamika kama Bartimayo. Na kuambia ndugu mpendwa, dada ama baba ama mama, usiache kulalamika. Pasipo bidii ya kulalamika ya Bartimayo hangelikufa kipofu, lakini alijua ya kwamba madhaifu ambayo ninayokuwa nao na kunzi ambayo inanizunguka haitaniachilia nipite pale nifike. Lakini sauti ninayokuwa nayo, ile ambayo sauti nilipewa, na njoo itanifungulia njia ya kufika kule roi de roi. Na njoo maana na wewe nakuambia, ile vision yenye uko nayo usiirudishe nyuma. Ile ministeri yenye uko nayo usiizimishe. Ile wito ambayo ulipewa usiitike izimike, lakini pambana nayo. Pambana nayo kwa jioni ya leo. Pambana nayo totoa siku ya leo, na utaona mkono wa Bwana jinsi itakupeleka. Amen. Amen. Jina la Bwana telebarikiwe. Asante sana. Asante mtumishi wa Mungu. Pambana kwa hali yako. Ndio. Usitike uache kazi ya Mungu juu watu balisema. Ndio. Pambana kwa hali yako, umtumikie Mungu. Pambana kwa hali yako, utumikie jamaa yako. Uko na moya aseme uitumikishe. Baongeye baseme vya mbaya, lakini wewe lalamikia tu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Asante sana. Lala salama na hii neno itatu, Yesu mwana wa Daudi atakurehemu. Usiku njema, na kama ukipenda utufate kwenye YouTube tuko pia, na kwenye Facebook tuko na hata pia kwenye TikTok tuko. Ukitufata pale vile andika tu Centre de la Parole Lumière du Monde utatupata. Mungu akubariki na jioni njema. Au revoir. Amen.